Na sasa tuelekee nchini Tanzania ambako kunaendelea kuripotiwa vitendo vya polisi kuwakamata watu kiholela licha ya waziri wa mambo ya ndani George Simbachawene kutoa agizo la kuwataka polisi kufuata taratibu za kisheria, ikiwa ni pamoja na kujitambulisha wakati wa zoezi la ukamataji, kutoa taarifa kwa wanafamilia ni wapi anashikiliwa ndugu yao na kadhalika. Tukio la hivi karibuni zaidi la kukamatwa tangu usiku wa Desemba 7 kwa waziri wa zamani na uwekezaji na baadaye waziri wa viwanda na biashara Geoffrey Mwambe katika mazingira ya kutatanisha, kabla ya hii leo jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kuthibitisha kumshikilia kwa tuhuma za makosa ya jinai ambayo hata hivyo hayajatajwa. Nimezungumza na wakili Bashir Yakubu, mwanasheria kutoka Tanzania, na kwanza nimemuuliza ni kwa nini polisi nchini Tanzania wanaendelea na aina hii ya ukamataji licha ya agizo la waziri Simbachawene la kutaka polisi kufuata taratibu. Ni polisi kutojua sheria au wanafanya makusudi? Mimi nadhani kwa mtazamo wangu ni kwamba polisi wanafanya makusudi, kwa sababu mpaka mtu anaitwa polisi maanake anakuwa amepitia mafunzo yote ya polisi. Na moja ya mambo makubwa sana ambayo wanafundishwa maskari ni namna gani ambavyo wanaweza wakadili na watu ambao ni watuhumiwa. Kwa hiyo hivi vitendo vimekuwa vikijitokeza mara kwa mara, na wakati ni watu ambao wana mafunzo, ni watu ambao wanajua taratibu za kisheria, lakini wamekuwa ni wakaidi, ni watu ambao wanafanya hivyo mara kwa mara. Na kuna faida gani hasa mfano kwa jeshi la polisi kuendelea na vitendo hivi vya ukamataji kiholela kama ulivyosema kwamba wana mafunzo? Inakuwaje hasa? Unajua hili ni swala la ukaidi. Unajua ukaidi, mtu akiamua kuwa mkaidi anakuwa mkaidi tu hata kama ile jambo analijua. Mafunzo anayo, anajua utaratibu wa kumkamata mtu, lakini anaamua tu kuwa mkaidi na anaamua kuwa mbabe. Sababu moja kubwa ambayo inasababisha jambo hili ni kwa sababu ya mamlaka ambazo ziko juu yao. Hizi mamlaka ambazo ziko juu yao kuanzia waziri, pengine waziri mkuu na kwenda juu, wamekuwa ni watu ambao hawachukulii kwa umakini sana pale ambapo vitendo kama hivi vinafanyika. Kuna kipindi fulani tuliwahi kuwa na waziri wa mambo ya ndani ambaye alikuwa na Mheshimiwa Kangi Alpha Sadelugola. Kipindi chake vitendo kama hivi viliweza kupungua, na vilipungua kwa sababu aliamua kuchukua hatua. Nakumbuka kipindi kile waziri Kangi Alpha Sadelugola, wakati akiwa waziri wa mambo ya ndani, alikuwa anasema wazi wazi, anaingia kwenye vyombo vya habari, anawaambia nikifika kituoni nikakuta kuna vijana au nikakuta mtu yeyote yuko pale anastahili kupata dhamana, lakini hajapata dhamana, amekaa pale siku 2, siku 3, siku 4, mkuu wa kituo, OCD, sijui nani, kila mtu atanieleza na kila mtu atakiwa aandike maelezo. Na alikuwa akisema unakwenda kumkamata raia, unavamia nyumbani kwake, unafanya vitendo ambavyo vinakuwa kama vya uhalifu. Jambo hilo nikija kulipata mimi kama waziri, kwanza utakosa kazi wewe mwenyewe askari uliyefanya tukio hilo, lakini pia mkuu wako wa kazi naye atakiwa anieleze jambo hili limetokea yeye akiwa wapi. Kwa hiyo tunahitaji hatua kama hizo. Lakini ukiongea kama Mheshimiwa Simbachawene ninavyoona anaongea kama vile anabembeleza, hawa jamaa hawezi kurekebika katika hili jambo. Ni watu ambao wanahitaji mtu ambaye atakuwa na mkono wa chuma kuwalazimisha, kwa sababu mtu kama anajua jambo na hawezi kulitekeleza kama vile ambavyo inatakiwa ni kumlazimisha tu. Umekuwa ukisikia mara nyingi sana polisi wanawaambia raia kwamba watii sheria bila shuruti, lakini kwamba swala la kutii sheria bila shuruti ni na askari mwenyewe. Kwa hiyo mtu ambaye amekataa kutii sheria na ni mtu ambaye ana mafunzo, akataa kwa makusudi, anajua utaratibu wa kumkamata mtu, lazima ujitambulishe, lazima uonyeshe kitambulisho chako, lazima umwambie unatoka kituo gani, lazima umueleze ni kosa gani alilolitenda mpaka unakuja kumkamata, lazima kama amekwenda kumkamata nyumbani kwake upitie serikali za mitaa, uwe na mjumbe ndaje kugonga pale mlango ajieleza anakuja kufanya nini. Mtu yote anayaacha anafanya vile anavyojua, huyo hana namna nyingine, lazima kumlazimisha tu. Unafikiri wakili Bashiri kwamba vitendo hivi vikiendelea madhara yake ni yapi kwa taifa hilo la Tanzania? Madhara yake ya kwanza ni kwamba uhusiano kati ya jeshi la polisi na wananchi unakufa, na ni jambo baya sana. Kwa hiyo na maana yake nini? Maana yake ni kwamba ile askari aweze kufanya kazi zake, anamtegemea raia ili aweze kufanya kazi zake, ampe taarifa, amshirikishe. Utaona kwamba askari popote anapokuwa watu wanamtazama kama adui, hawamtazami kama ndugu yao, hawamtazami kama mtu ambaye yuko pale kwa ajili ya usalama wao, hawamtazami kama mtu ambaye yupo pale kwa ajili ya kutoa msaada kwa ajili yao, wanamtazama kama adui. Na ndio mambo kama haya unaona wakati mwingine madhara yake kama haya yanaanza kujitokeza, watu masuala ya kuteka watu, masuala ya kufanya nini, uende wakati mwingine matendo ya kuteka yanatekelezwa na watu wengine, lakini kwa sababu kuna hawa askari ambao tayari hawafuati sheria, ambao wanatumia ubabe. Kwa hiyo ikitokea mtu ametekwa, lazima moja kwa moja watu waonyeshie mkono jeshi la polisi, hata kama hawajafanya wao, lakini kwa sababu tu ya zile tabia zao, moja kwa moja watu watanyeshea jeshi la polisi mkono, kwa sababu wao wenyewe wanakuwa wamejiweka namna hiyo, wamejivisha sura namna hiyo, na watu wanatazama namna hiyo. Ni wakili Bashir Yakubu huyo, mwanasheria kutoka nchini Tanzania, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita.
Wakati migogoro ya kisiasa, kiuchumi na kijamii ikiendelea kuyaandama mataifa mbalimbali barani Afrika licha ya utajiri mkubwa wa rasilimali wa bara hilo, Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi amesema kuna vigogo duniani wanaochochea vita katika nchi za Afrika ili waweze kuzitwaa rasilimali za bara hilo. Hayo ameyasema leo wakati akizindua kongamano la vijana wa Afrika juu ya amani na usalama. Hamida Isa na ripoti zaidi kutoka Bujumbura. Vijana kutoka nchi mbalimbali za Afrika wako mjini Bujumbura kuhudhuria kongamano la 4 linalojadili amani na usalama. Katika hotuba ya uzinduzi wa mjadala huo, Rais Evariste Ndayishimiye ambaye anaongoza ajenda ya Umoja wa Afrika juu ya vijana, amani na usalama, aliwaambia vijana hao kuwa bara lao linakabiliwa na vita vikubwa vya kimkakati vinavyoendeshwa chini kwa chini. Rais huyo wa Burundi alisema licha ya kuwa katika sehemu kubwa ya bara hili kunaonekana kimya, lakini bado vita vipo tena vikubwa zaidi. Katika eneo kubwa la bara la Afrika hakuna milio ya risasi, lakini nataka kuhakikishia kuwa vita vipo na ni vikubwa na ni vigumu zaidi ya tunavyofikiria. Rais Ndayishimiye ameitaja sababu ya hali hiyo ni uroho wa wale wenye nguvu duniani. Vigogo wa dunia hii wanachochea moto na migogoro, wanatuendeshea vita gizani, hawajionyeshi lakini wapo na wanatulaghai kuzungumzia amani. Nchi kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jirani yetu, inashambuliwa na kukabiliana na vita visivyoisha, huku jamii ya kimataifa ikisalia kimya kama sauti zetu hazisikiki. Hata hivyo, Rais Ndayishimiye alikumbusha kuwa Afrika inahitaji amani, akiwataka vijana kuifahamu hali iliyopo na kusimama kutetea maslahi ya bara hili kwa kupambana na chochote kile kinachoweza kusababisha migogoro. Hata kama umasikini katika nchi nyingi umekuwa ukitumiwa kama sababu ya migogoro, vijana zaidi ya 300 wanaohudhuria kongamano hili la siku 3 hapa Bujumbura wanatakiwa kujua kuwa vita hupelekea kuharibika kwa mataifa ya bara la Afrika, alisema rais huyo wa Burundi. Hamida Isa, DW, Bujumbura. DW tunavuma kwa kishindo. Na tunasikika kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ya Facebook, Instagram na hata YouTube. Msikilizaji, vile kumbuka kwamba maoni yako ni muhimu sana. Unaweza kututumia na tutayasoma hewani. Tafuta DW Kiswahili. Kuongezeka kwa hali ya mvutano nchini Yemen kunatishia kuzuka upya vita vya wenyewe kwa wenyewe na kusababisha mgogoro mkubwa katika eneo zima la Ghuba ya Arabuni. Najat Omar na taarifa kamili. Kundi la wanamgambo wanaotaka kujitenga linaloungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu limechukua udhibiti wa sehemu kubwa ya majimbo ya Hadhramaut na Marha, vikiwemo vituo vya mafuta na bandari muhimu. Hatua hii imevunja utulivu wa muda uliokuwepo tangu mwaka 2022 baada ya pande zinazopigana kufikia makubaliano ya kusitisha vita nchini Yemen. Rashad Al-Amin, mwenyekiti wa baraza la uongozi, serikali inayotambuliwa kimataifa ya Yemen, imewataka waasi hao wanaotaka kujitenga kukabidhi madaraka kwa mamlaka za mitaa na kuonya juu ya umwagaji damu zaidi. Aidha, Al-Amin amesisitiza kuwa kipaumbele kinapaswa kuwa mapambano dhidi ya Wahouthi ambao wamekuwa wakidhibiti kaskazini mwa Yemen kwa zaidi ya muongo mmoja. Saudi Arabia, ambayo iliongoza vita dhidi ya Wahouthi kwa miaka kadhaa baada ya kufikia makubaliano na kundi hilo linaloungwa mkono na Iran, imetuma ujumbe kwa Hadhramaut kukutana na gavana wa viongozi wa kikabila ili kupunguza mvutano. Hata hivyo, wachambuzi wanasema Saudi Arabia haijaridhishwa kabisa na hatua ya waasi hao, huku Umoja wa Falme za Kiarabu ukionekana kutanua ushawishi wake katika mzozo wa Yemen. Al-Amin alionya kuwa hatua za upande mmoja za waasi wanaotaka kujitenga zinaweza kuathiri vibaya uchumi dhaifu wa Yemen, akibainisha kuwa shirika la fedha la kimataifa IMF limesitisha shughuli zake za kuimarisha uchumi kufuatia mvutano huo. Wakati huo huo, waasi hao
na washirika wao wametoa tamko wakisisitiza kutokubali kurudi nyuma na badala yake kuyataka mataifa ya ukanda huo na jumuiya za kimataifa kutambua haki ya Wayemen wa Kusini kuwa na taifa la uhuru. Kiongozi wa ofisi ya kisiasa ya Baraza la Mpito la Kusini, Anis Al-Sharaf, amesema huenda tunatoa kipaumbele kwa malengo yetu kusini, lakini hatutahatarisha usalama wa mataifa ya Kiarabu wala hatutahatarisha usalama na uthabiti wa Saudi Arabia. Tutakuwa nguzo ya juhudi zozote zinazounga mkono usalama na uthabiti wa ufalme wa Saudi Arabia na ndugu zetu katika ufalme wa Oman na nchi za Ghuba kwa jumla, pamoja na usalama wa bahari ya Shamu na usalama wa bahari. Tutakuwa na msaada mkubwa kwao. Kwa sasa waasi wanataka kujitenga na makundi yanayoungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu wanadhibiti sehemu kubwa ya kusini mwa Yemen, ikiwemo miji ya bandari na visima muhimu. Hali hii inavuruga makubaliano ya kisiasa miongoni mwa washirika wanaopinga Wahouthi na kuiweka Yemen katika tena kwenye vita vikubwa vya wenyewe kwa wenyewe.